Leo klabu ya Simba kupitia kurasa zake rasmi zilimtambulisha kocha mpya. Kocha mpya raia wa Bulgaria akichukua jukumu la Fadlu ambaye alikuwa akifundisha Gaborone United ya Botswana. Inawezekana ugumu aliowapa kwenye hii mechi ya hatua ya awali inakuwa sababu ya kumchukua kocha kutoka Gaborone. Jibu litakuwa ndio. Jibu litakuwa kipimo kizuri kimefanywa kwenye mechi zao mbili ambazo wamecheza, kwa sababu kiuhalisia Simba ni kama mtu ambaye ghafla mahusiano yake yamevunjika. Kwa hiyo kwenye tembea yake kakutana na mtu na wameanzisha mahusiano mapya. Hainaga kuchunguzana sana, sijui kuna nini. Wala kama bana twende zetu kwa tukamalize. Bado mtu ana stress zile za kuondokewa na mtu ambaye alikuwa naye muda mrefu. Kwa hiyo utaona kwa sababu mwalimu amejitokeza, amecheza nao mechi mbili. Wamekuwa wamempa kipaumbele kuliko kuanza kufuatilia walimu wengine na namna ambavyo wanaweza wakawapata. Kwa nini? Kisaikolojia ni rahisi kuwashawishi wapenzi na mashabiki. Kwa sababu ni current coach ambaye watu wametoka kumuona uwezo wake mechi mbili zilizopita. Wametoka kuona uwezo wake. Kwa hiyo hampati kazi kuelezea mwalimu wa aina gani. Mechi zake zinaweza kuwa ni rahisi kwa uongozi, kisaikolojia ya timu na mashabiki kwa muda huu. Kwa mwalimu huyo imekuwa kama ni sehemu ya kuchukua na kuuliza kwamba mechi hizo mbili kiuhalisia ni kweli kwamba hizi mechi mbili zimeshawishi zaidi Simba kuona kwa haraka hivi tunaweza tukawa na mwalimu kuendea kwenye mipango labda ya muda mrefu. Na kwa kutumia mechi hizo mbili, yani nazungumza vice versa, na yeye mwalimu anaweza akawa anajua pa kuanzia kwa sababu kacheza nao Simba. Yani naenda upande ule anajua anakuwa ana picha ya kujua kwamba anaenda kuanzia wapi. Kiuhalisia ndio kwa sababu amewashuhudia wachezaji na timu ikicheza kwenye dakika karibu 180. Kwa hiyo anaweza kuwa na sehemu ya kuanzia kama timu, akianza kuanalyze timu kimbinu, kiutimamu wa mwili, kisaikolojia na sehemu zote anaweza kuanalyze na kujua wapi pa kuanzia, kwamba je, timu hii fitness yake ipoje? Kwa namna ambavyo tumecheza nao mechi zao mbili, walikuwa wanalaki kitu gani? Kitu gani ambacho kilikuwa kiko vizuri ambacho mimi naweza nikafika na kuenda nacho. Kwa hiyo mwalimu pia anaweza kuwa na sehemu ya kuanzia, kwa sababu kabla ya kucheza na Simba, hususan mechi ya marudiano, alianalyze mchezo uliopita ambao alicheza nao kwa uhalisia wa kuwepo kiwanjani. Acha hii ya kuangalia kwenye video ambazo wakati mwingine kamera ndio inakupeleka pale inapotaka. Kuwa kiwanjani unaweza ukaamua kuspot wale madefender wao wakati timu yao inashambuliwa wanakaaje. Lakini kwenye kamera za uwanjani ukichukua video, kamera inafukuza mpira, kuonesha pale kwenye mpira ndipo ambapo wao watakuwa wanakuonesha. Kwa hiyo kwa mwalimu amepata wasaa mzuri wa kuwajua Simba, lakini pia na baadhi ya tabia za wachezaji ndani ya kiwanja. Okay, tukija kwenye CV Njenge, CV yake imekaaje? Ni mwalimu ambaye kwa mujibu wa CV, kwanza ukilinganisha klabu aliyotoka na Simba, na maana mwalimu amepanda. Mwalimu yeye amepanda kutoka Gaborone United kwenda Simba, amepanda. Maana yake kwa binadamu ambaye anapambana kwenye maisha, kwenye utafutaji, yeye amepiga hatua, hakurudi nyuma kwenye hatua zake za utafutaji. Lakini kwangu kwa upande wa CV kama ambavyo umeuliza, ni mwalimu ambaye tunaweza kusema sio mwalimu mkubwa sana, kwa sababu sio mwalimu ambaye ana profile ya kutisha kwenye mashindano makubwa. Ni mwalimu ambaye bado profile yake ni ya daraja la kati. Hajafundisha klabu kubwa sana barani Afrika, hajafundisha ligi kubwa sana Afrika. Zaidi unaona amefundisha kwenye mataifa kama Cameroon, amefundisha kwenye mataifa kama huko Botswana ambako ndiko anakotokea. Na hii klabu ya Gaborone United alikabidhiwa majukumu mwezi Januari mwaka huu. Akamaliza msimu na kuwafanya Gaborone United kuwa mabingwa
wa nchi ya Botswana, kitu ambacho kilimweka yeye pazuri na klabu yake. Lakini jambo zuri hata kwenye mashindano ya kimataifa ndio vile ambavyo alifanya akiwa na kwenye hizi mechi mbili dhidi ya Simba. Lakini kitu kingine ni kocha ambaye yeye naweza kusema hana zile sifa za kuwepo kwenye technical bench la timu ya ligi kuu soka Tanzania bara kama kocha mkuu. Kwa mujibu kwenye vigezo vya elimu elimu yake, kwa vigezo vya elimu ya ligi yetu hana sifa kwa kama head coach. Hana sifa kama kwa kama head coach. Kwa tafsiri hiyo sasa inakuwaje? Nasema kwa tafsiri hiyo maana yake ni kwamba kwa technical bench ya Simba litakavyokuwa, maana yake Selemani Matola ndiye ambaye atakuwa anasomeka kama head coach kwenye makaratasi. Wanapoandika head coach Selemani Matola, assistants anabaki kwa huyu Dimitar Pantev. Lakini kwenye kama manager kwa sababu hata kwenye nani wameandika manager. Sasa hata naikumbuka hiyo kwa msimu uliopita na wanyuma yake kwa Azam FC na lile benchi la Yusuf Dabo pamoja na Bruno Ferri, namna ambavyo kwenye kiutendaji Yusuf Dabo alikuwa anaonekana ni head coach, lakini kwenye makaratasi Bruno Ferri alikuwa anaonekana ndio head coach. Na ndio maana hata kwenye zile tuzo za mwezi zilikuwa zikitoka inaandikwa Bruno Ferri wa Azam FC ameshinda tuzo ya kocha bora wa mwezi. Lakini naweza kusema kwa maana yake ni mtu ambaye bado hana vigezo, lakini najaribu kuwaelewa Simba kwa hoja aliyosema mwanzoni kabisa Kiemba. Mazingira yao Simba sio timu ambayo iliachana na kocha mkuu kwa kumfukuza. Wakati mwingine kama kocha wako ulimfukuza, maana yake ulipata nafasi ya kutathmini na kujiandaa na nianze kufanya scouting ya kutafuta mtu mpya. Lakini taarifa ya kuondoka kwa Fadlu Davis ilikuwa ni kama ni kama taarifa ya msiba tu. Imekuja katika mazingira ambayo imeshtukiza, haikuwa imepangwa. Maana yake ni kwamba timu haikuwa na nafasi nzuri ama uwanja mpana sana wa kufanya hiyo scouting, kutafuta mtu, na mbaya zaidi tayari msimu umeshaanza. Makocha wengi wakubwa ambao wana kazi, unatakiwa kutumia nguvu kubwa sio tu kwenye mazungumzo, hata kifedha, ili uweze kushawishi kufanya aondoke alipo kuja kwako wewe. Kwa hiyo wao wakajaribu kuchagua option ambayo sio option ngumu kwao, wakajaribu kufanya hivyo. Kwa hiyo kwa sababu hizo najaribu kuwaelewa ni kwa nini wamekubali kuwa na mwalimu ambaye CV yake haionyeshi kama ana hizo sifa za kuwa head coach wa timu yao. Kwa hiyo sasa mimi nawaza kwa sauti kuhusiana na msaidizi elimu ya Matola na uwezo wake wa kufanya kazi. Msaidizi anakuzidi mshahara. Ndio unachowaza wewe. Ndio nawaza kwa sauti. Kiemba unaanza. Yaani bado unamsaidia Kiemba. Yaani mimi nachowaza ni kwamba ndio mimi cheti changu kinatumika. Wewe ukifanyie kazi. Basi hata mshahara wangu uongezeke. Kwa sababu mimi kwenye makaratasi ninasomeka kama kocha mkuu. Sasa makaratasi? Sasa na mimi si ndio. Na ndivyo hivyo na inavyotakiwa kuwa. Sasa lakini pia kama Matola anao hiyo elimu ya kuwa kocha mkuu. Kwa nini asiletwe msaidizi? Analetewa tena kocha. Sio huyu ukaletewa msaidizi. Au kocha mkuu gani? Wewe meneja. Yaani kwa hiyo maana zile kazi zilizokuwa zinafanywa na kina Patrick ndio zinafanywa na huyu Bulgaria. Kwa hiyo tuseme kwa hiyo inawezekana Kiemba Matola akawa ni kocha wa kwanza wa Kitanzania ambaye kwenye technical bench lake ana watu wa kutoka nje ambao wanatumia vyeti vyake. Sababu sio kwenye technical tu, ambao wanatumia vyeti vyake. Sasa vyeti vyake wanatumiaje bwana Kiemba? Yaani kocha yeye si atafundisha timu. Anakuwa vyeti vya Matola. Ana vyeti vyake. Yaani vyeti vyake havimruhusu. Yes, sehemu ya wasaidizi. Vinamruhusu si msaidizi? Yeye meneja. Wewe sio meneja anafundisha timu. Meneja inategemea. Sisi hatujafika level ya hapa kwamba kuna meneja afu yani huko kwetu meneja kazi yake ni kuandika vikaratasi pale mtu anataka kuingia. Sasa Simba ameamua kufanya mapinduzi kwamba meneja ni mtu ambaye ana wasifu mzuri na anakuwa sehemu ya kufundisha. Mimi nadhani pia wanamkosea heshima Matola. Hamna. Au Matola pia anapaswa kujitathmini. Hawajamkosea heshima. Alex, kila mtu ni namna mnavyoweza kukubaliana
tuachie tu kukubaliana. Yaani ni kwamba watu wana picha gani kwa Matola ambaye ana vyeti na Matola unajua kwenye timu ameshakaa zaidi ya miaka 6 na walimu tofauti. Yeah. Kwa kama ni kujifunza Matola sasa hivi ni mkufunzi. Okay. Kiemba ulitakaje? Yaani timu basi kama Matola ndo ana vyeti anakujaje mtu ambaye ana vyeti? Matola apewe timu. Matola ndo anasomeka head coach. Yule mzungu Bulgaria nani Pantev? Pantev ni msaidizi. Sasa unataka nini? Yaani msaidizi anakuzidi mshahara. Tusubiri mechi ijayo. Kuhusu mshahara si ni siri ya mtu sasa. Mshahara ni mapatano. Kwa nini tunacheza 11 yote ndani lakini mishahara mnapishana? Kwa hiyo sio sababu. Yaani mimi kitu changu kikubwa tusubiri lineup ya Simba itakapotoka na technical bench. Yule shambwa ni manager. Sasa ndio ametambulishwa leo kama manager. Ndio top pale. Yaani kwa kifupi Kiemba tuwapongeze Simba kwa kumheshimisha Matola. Hawajamheshimisha. Hawajamheshimisha. Yaani kumheshimisha Matola ilikuwa bana kocha wetu mkuu Selemani Matola atasaidiwa na fulani na fulani na fulani. Kwani Simba wamemtangaza kocha mkuu, si hawajamtangaza? Kitendo tu cha kutangaza kwamba amekuja. Yaani Simba siku zote walikuwa wanasema wanahangaika kutafuta kocha. Wakati Matola anasimamia timu. Alafu sasa hivi wamempata manager sio kocha. Kwa hiyo tafsiri yake ni kwamba kwa kuwa wamempata manager, maana yake wamekubali kubaki na Matola kama kocha. Automatic maana yake Matola ndo anakuwa head coach. Yaani mimi ninachokiwaza ni namna ambavyo yaani Matola anapaswa kukua. Ndo kashakuwa sasa hivi ndo head coach. Wewe lineup ya Simba ikija head coach Selemani Matola. Yaani timu ilikuwa inatafuta mwalimu alafu imemleta mtu manager. Kwani Simba ilikuwa na shida ya manager? Wewe unajuaje? Kama walikuwa wana shida. Yaani ilikuwa inawaambia washabiki na wanachama wake wao watulivu kipindi hiki timu hiki tafuta kocha mkuu. Kapatikana manager anakuja Matola anapanda juu. Manager anaenda wapi? Manager anakuwa kwenye technical bench. Sinakuwa wale msipata watu watatu. Bench ya manager. Na bench lazima iwe kubwa. Na uzuri wa siku hizi manager unatakiwa una idea ya coaching. Sio unakaa tu pale kwa ajili ya kuandika makaratasi kurekodi kadi nyekundu na za njano za wachezaji. Na wewe unatoa ushauri kama kocha pia unakuwa una ABC. Sasa kaletwa mtu mwenye ABC za ukocha kabisa. Katolewa Gaborone United kawekwa pale. Sawa Simba vipi? Ila kitu ambacho nasikia mimi kitu ambacho pia nakiona wakati mwingine huwa kinaleta changamoto kwenye hizo scenario ni kwenye kulinda mahusiano ya hawa watu wawili ambao unaenda kuwafanyisha kazi kwa mtindo huo. Kwa sababu wakati mwingine mimi nataka ndio tangazo rasmi la Simba limemtambulisha kama nani manager. Simba Simba imepata manager. Yaani ilikuwa inatafuta kocha kwenye kuzurura imepata manager. Kocha bado anaendelea kutafutwa kwa hiyo. Sijui sasa. Na ile tangazo alijasema bana tuwe na subira bado tunatafuta kocha mkuu. Lakini imepata manager. Kuna inawezekana wao Simba wametumia mfumo wa Ulaya. Wasikia Kiemba? Kuna zote technical bench inaanza top manager afu wanashuka wengine. Ndio. Hakuna habari ya kocha mkuu kule. Au sio? Kwa hiyo kocha anakosa sifa za kuwa kocha mkuu anakuwa manager. Kwa hiyo ndo maisha yanavyokwenda. Na hapa nimekumbushwa kitu hapa. Nimekumbushwa kitu kingine hapa. Na Mkenge ananikumbusha hapa. Yeye mwenyewe Matola aliwahi kufanya kazi Lipuli na Amri Saidi. Sasa unamwona Amri mpaka leo amekuwa. Sasa ndo anakumbusha kwamba kama ambavyo yeye aliwahi kufanya kazi katika mazingira ya namna hiyo. Kwa hiyo na yeye awe mpole. Haya maisha. Mimi naangalia kwenye ukuaji. Yaani ukuaji Matola kama kwa sababu Matola anatumia gharama kusoma. Ili siku moja naye aje kuwa head sehemu. Fursa imetokea hapo ya kuwa head. Yeye Matola kwa sababu Simba wamemsomesha, Simba ndo wataamua awe head au awe assistant. Kwa maana kile cheti tulokutafutia kilete. Tumpe huyu bwana Njenge akitumie. Pale kile mtu anatumia vyeti vyake bwana. Huyu vyeti vyake vinatizi kwenye manager, huyu vyeti vyake kwenye coaching. Kwa hiyo Simba ina manager mkuu Dimitra Pantev, huyo ni manager mkuu. Lakini coach ni Selemani Matola Veron. Kocha mkuu. Ndio chukua hiyo ndio iko hivyo. Kocha mkuu Selemani Matola, manager huyo Mbulgaria. Manager mkuu huyo Mbulgaria. Kwa hiyo Mkenge anabariki kile ambacho Matola alikifanya.
Kama yeye aliishi kuona kwamba hicho ndio kinafaa. Sasa ndio maana imekuwa rahisi Matola kuelewa. Kwa sababu hiyo bana, msimu wa ligi ndio huu hapa, mechi mbalimbali zinaendelea, wababe kama wote wanakupa ushindi. Kazi ni kwako bwana. Tamba kabisa na odds kubwa. Masoko ni mengi, yani casino, mpira wa miguu, tennis, slots na masoko mengine mengi. Utachagua ushindi wako unaupatia wapi? Kwenye malipo ndio yani huku ukiweka tunasema ni papo kwa papo. Umeona bwana, Lionbet si ya mchezo. Lionbet tunakurudisha kileleni kuwa miongoni mwa watu 20 wenye nafasi kwenye mgao wa shilingi 900,000 na spins za bure 520. Wakati mechi ikiwa mubashara, yani live, itazame ukiuchambua mchezo. Kisha uona vizuri, weka dau lako la shilingi 3,000 kwa mechi moja au zaidi, odds ziwe 1.6 na kuendelea. Hapo utakuwa umejikusanyia points zitakazo kuweka kwenye nafasi ya kijanja kabisa kwenye ubao wa washindi. Ukiwa na Lionbet unaweza kupaa bila passport, ruka na Aviator. Kila lisaa mvua ya beti 10 za bure inanyesha kwenye Aviator. Ili kuvuna, weka dau la buku, rusha kindege, hakikisha utoke kwenye chat. Cheza tena na tena, 1,400,000 ipo mezani, ni kushindaniwa. Haina kuremba, rusha kindege sasa. Jiunge na Lionbet, wewe ni mmoja kati ya washindi wetu. Pakua app yetu kutoka App Store, Play Store au tembelea website ya www.lionbet.co.tz na kujishindia mikwanja. Ukipakua app na ukaweka kiasi cha shilingi 5,000, Lionbet wanakuongezea 5,000 nyingine bure kabisa. Tumia promo code 1313 kupata ofa na nyingine nyingi kutoka Lionbet. Hairuhusiwi kwenye umri chini ya miaka 18. Unakumbushwa cheza kistaarabu. Kwa maswali na maelekezo